katika ACT ndo mada yangu kamili. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Mabadiliko na uwazi! Shusha tanga! Safari! Mimi na Zanzibar! Zanzibar na mimi! Zanzibar mpya! Ndugu mwenyekiti wetu wa chama taifa ambaye pia ni mgombea wetu wa urais wa Zanzibar, ndugu Othman Masoud Othman, mwenyekiti wetu wa mkoa wa Chake Chake, naibu katibu mkuu wetu Zanzibar, bibi yetu Bi Zainab, wenye viti wetu wa mkoa pamoja na makatibu wa mkoa, viongozi wote wa kamati kuu na halmashauri kuu, mratibu wetu sijamsahau, lakini muhimu sana viongozi wetu vijana wa Ngome pamoja na akina mama wa Ngome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi kwanza kabisa niwe mwazi kwamba kuzungumza hapa kama alivyosema mwenyekiti na mratibu hakuna ulazima tena, kwa sababu tumesha kampenika sote Unguja na Pemba. Kweli si kweli? Sasa hivi tuko katika kujiburudisha na kuwafahamisha wale ambao bado hawajafahamu miongoni mwa wananchi wa Zanzibar. Kama mnakumbuka, ndugu wananchi, mgombea wetu amewekwa namba 7 katika karatasi ya kura. Mnafahamu hilo? Lakini pia iliambiwa tarehe yake ya kuzaliwa ni tarehe 7. Nchi hii imenajisiwa katika mambo ya rushwa na ufisadi, lakini pia imetokomea katika ukosefu wa maadili. Nchi yetu imekuwa ikididimia katika mambo ya maadili. Wewe ni mtu wa maadili, jiulize mambo manne. Je, unayo? La kwanza, uaminifu. Mwenyekiti wetu wa mkoa kalizungumza vizuri kuhusu wa viongozi waliopo sasa hivi na uaminifu. Je, viongozi wa sasa hivi wana uaminifu? Hawana. Suala la pili la kujitathmini kama wewe ni mtu wa maadili ni suala la uadilifu. Uadilifu ni pale unapotoa haki ya mtu hata kama mwenyewe hajui ile haki kwamba ni ya kwake. Ni moja katika vipimo vya uadilifu. Ni kwamba kama binadamu hakuoni, Mungu anakuona. Je, viongozi wa sasa hivi tulionao katika serikali wanajua kwamba Mungu anawaona? Hicho ndio kipimo cha pili cha maadili. Lakini kipimo cha tatu ni kutimiza ahadi, promise keeping. Je, viongozi wetu wa sasa hivi wanatimiza ahadi? Hicho ni kipimo cha tatu cha maadili. Na cha mwisho kabisa ni kutokuiba. Kutokuiba, do not steal. Je, viongozi wetu wa sasa hivi hawaibi? Hawaibi? Hayo ni mambo manne ambayo yanamfanya mtu binafsi au serikali kujitathmini kama inafuata maadili. Ukitoa maadili na ustaarabu na desturi za Mzanzibari, hata haya maadili ya kitaaluma yamekosekana katika nchi yetu, na ndiyo maana serikali inaenda hivi ilivyokuwa inaenda. Sasa mgombea wetu alitupa ahadi 4 za kuziweka katika ilani yetu. Alisema pindipo ACT Wazalendo itaongoza serikali hii
na yeye akiwa rais. Suala la kwanza muhimu katika maadili, atahakikisha kwamba anaimarisha malezi ya watoto katika ngazi ya familia kwa kufuata silka za Mzanzibari. Hilo tunalitaka, hatulitaki? Tunalitaka. Suala la pili akasema mitaala yote ya elimu kuanzia chini hadi vyuo vikuu yatajumuisha mafunzo ya maadili kwa watoto na watu wazima, kwa sababu watoto wa leo ndio watu wazima wa kesho. Tunalihitaji, hatulihitaji? Tunalihitaji. La tatu akatuambia tuwaahidi wananchi kwamba atahakikisha anaunda chombo maalum cha kusimamia maadili ya Mzanzibari kama tunu ya taifa la Zanzibar pindi atakapoingia madarakani. Chombo hichi kitakuwa rasmi kusimamia maadili ya Mzanzibari na kuhakikisha kwamba yanafuatwa. Tunalihitaji, hatulihitaji? Sambamba na hilo, kutakuwa na chombo mahsusi cha kuangalia maadili ya viongozi. Sio kwamba viongozi wajifanyie wanavyotaka. Kutakuwa kuna chombo cha kuangalia maadili ya viongozi, akiwemo yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais wetu. Tunalihitaji, hatulihitaji? Suala la nne muhimu sana, akasema serikali yake atakayoiongoza atahakikisha inadhibiti uingiaji kiholela ya wageni na kuhakikisha wanadhibitiwa wale wakaazi ambao wamekusudia kuharibu maadili na silka za Zanzibar. Hayo ndio mambo manne ambayo wameyaahidi katika ilani yetu sura ya 7. Tunayahitaji, hatuyahitaji? Kama tunayahitaji, kiongozi aliyobaki sasa hivi wa kuyafanya hayo ni Mheshimiwa Othman Masoud Othman, ambaye yuko pale mbele yetu kama mgombea wetu urais, na nadhani ni mgombea pekee ambaye ana sifa hizo. Tutamchagua, hatumchagui? Kwa kura zote. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, watu wengi wametaja sifa zake, lakini mimi kwa leo, kwa vile nimepewa dakika 5 na 2 zimeshaenda, katika dakika 3 zilizobaki naomba nitaje sifa ambazo hazijawahi kutajwa. Sifa ya kwanza, yeye ni mwalimu wa darasani. Amewahi kufundisha kwa chaki, amewahi kufundisha vyuo vikuu kikiwemo chuo kikuu cha Zanzibar. Ametoa wataalamu ambao wako katika mihimili yote ya serikali. Ukienda mahakamani utawakuta wanafunzi wake, ukienda katika serikali utawakuta, ukienda baraza la wawakilishi utawakuta wanafunzi wake aliowafundisha darasani kwa utaalamu wake. Lakini sifa ya pili ambayo wengi hawajaitaja, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, yeye hapendi kumsimamia mtu maisha yote. Anapenda kumuwezesha ili ajisimamie mwenyewe. Sifa hii hakuniambia mwenyewe, wameniambia aliyowawezesha. Ukienda ofisi ya DPP kuna watu wamewezeshwa na yeye. Ukienda mahakama kuu kuna watu wamewezeshwa na yeye. Ukienda baraza la wawakilishi wamewezeshwa na yeye watu wengi, na sasa hivi wamekuwa wanajisimamia wenyewe. Hizo ni sifa mbili ambazo wengi hawajazitaja, lakini nazifahamu. Sasa mimi nadhani tunahitaji mabadiliko kuinusuru Zanzibar. Tunahitaji mabadiliko mengi ambayo kwenye ilani yetu yametwaja takriban 13, yakiwemo mabadiliko katika mfumo wa kodi, mfumo wa biashara na kadhalika. Lakini muhimu kuliko yote ni mabadiliko katika kuondoa ufisadi na rushwa katika nchi yetu. Hakuna kiongozi mwenye uwezo na utashi anayeweza kufanya mambo haya bila kuona aibu isipokuwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman, ambaye naye atahitaji watu, atakuja kusema mwenyewe,
Lakini mimi sina mashaka kwamba wananchi sote tunaliamini hilo. Lililobaki kwetu ni kwenda kwa wale ambao tunadhani bado hawajalifahamu vyema, ili tuweze kuwashawishi na kuwalingania kwamba waje huku kwenye mabadiliko, tuweze kuinusuru Zanzibar. Zanzibar hii itanusuriwa tarehe 28 na tarehe 29 pindi ambapo tutatumia vizuri zana yetu ya kura. Tusikubali kupokea maelekezo kutoka kwa wagombea wa vyama vingine. Chama chetu cha ACT Wazalendo kina viongozi wenye misingi bora kwa ajili ya nchi hii. Hakuna kiongozi atakayekwambia usitoke tarehe 28 au 29 akakutisha ukamsikiliza. Kwa sasa hivi tunasikiliza maelekezo na miongozo kutoka kwa kiongozi wetu, naye ni Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kuelekea uchaguzi wa tarehe 28-29. Tutapiga kura kwa ACT Wazalendo. Wagombea wote wa ACT Wazalendo, asanteni sana. Aya, piga makofi wanangu.